Hatimaye tunaelekea final kupitia simulizi yetu pendwa ya Joka la Ajabu Kijijini. Ni moja kati ya simulizi ambayo imesheheni visa, mikasa na matukio ya kweli kabisa ambayo yaliwahi kujitokeza katika kijiji kimoja ambacho kinafahamika kwa jina la Miongo. Tulipoishia tuliona kadhi ambayo walikutana nayo vijana ambao waliingia mwituni kwa ajili ya kulisaka lile joka ambalo liliweza kuleta balaa katika kijiji cha Miongo. Waliingia wakiwa takribani vijana 7, lakini mpaka muda huu amebakia kijana mmoja na ambaye alijeruhiwa na kupoteza kabisa fahamu. Kijana huyo alifahamika kwa jina la Masumbuko, ambaye katika idadi ya vijana 7 yeye peke yake ndiye alisalimika. Tulipoishia tulimuona kijana Masumbuko akivamia mtego wa nguruwe, mtego ambao ulikuwa ukipatikana msituni hapo. Lakini tukaona akaja kuokolewa na mtega wanyama ambaye anaishi huko mwituni na kumpeleka ndani kwake. Walipofika alimpatia huduma ya kwanza kwa sababu alikuwa fahamu zimetoka. Baada ya kumpatia huduma ya kwanza akaanza kumuuliza maswali. Ilikuwaje? Mbona taarifa nazofahamu msitu huu ulifungiwa kwa mwanakijiji yoyote ya kupaswa kuwapo mundani? Masumbuko alimweleza, tulipata idhini kutoka kijijini kwa ajili ya kuja kumtafuta nyoka mkubwa ambaye alikuja kijijini kwetu na kuua watu takribani 35. Na ni nyoka ambaye alionekana ni mkubwa. Kama tukiendelea kumwachia, ipo siku angeweza kurudi tena kijijini na kufanya maafa kama ambayo aliweza kuyafanya. Mzee yule alimtazama Masumbuko na kumsikitikia sana. Akamwambia, hivi unafahamu yule nyoka siye nyoka ya kawaida? Nyoka yule ni moja ya matokeo ya matambiko ambayo yaliwahi kufanywa kijijini kwenu. Na matambiko hayo watu ambao sasa hivi wanapatikana kwenye kijiji hicho waliyadharau matambiko yale kutoka kwa wazee wao. Sasa nyoka huyu ni moja kati ya matokeo ya dharau kutoka katika kijiji chenu. Yule nyoka sio kawaida, na kama ni mtu wa kawaida kupambana naye ni ngumu. Tazama, mlikuwa 7, sasa hivi umebakia wewe peke yako. Wenzako wote wamefariki dunia na vifo vyao vimetokea katika mazingira ya kutatanisha. Masumbuko alimuuliza mzee yule, kwa nini wewe bado upo ndani ya msitu na hauzuriki? Mzee yule alicheka sana na kumjibu, mimi siwezi kuzurika kwa sababu ninafata matambiko. Zamani nilikuwa nakaa katika kijiji chenu, baada ya kuona wanakijiji wanadharau matambiko, wanafanya maisha ya anasa, nilijitenga nao, nikaingia polini na kuweza kufata yale yote ambayo wazee wetu walikuwa wakiyafanya. Na ndio maana nyoka yule kunizuru ingekuwa ni ngumu. Sasa nakupa homework. Nenda kijijini kwenu, nitakuruhusu utapita vizuri msituni hapa, au utazurika na chochote. Ukifika waambie wanakijiji kwamba waanze kufata mila na tamaduni. Wakiyafanya hayo, hakuna jambo lolote baya litakaloweza kuwatokea. Masumbuko alipanga safari ya kurudi kijijini, japo tayari amepata ulemavu wa mikono. Moja kwa moja asubuhi mzee yule akamfungashia vyakula, akamtengenezea njia ikawa shwari. Masumbuko mdogo mdogo akajiongea na kuelekea kijijini. Baada ya kufika kijijini, wanakijiji walimpokea kwa shangwe, wakiamini kwamba shujaa wao amerejea na joka lile tayari limekwisha angamizwa. Pasi na kujua, Masumbuko alikuja na taarifa mbaya. Cha kwanza, vijana wote aliongozana nao wamefariki dunia. Cha pili, yeye mwenyewe tayari amepata ulemavu wa kudumu. Lakini cha tatu, amekuja na ujumbe kutoka kwa mzee ambaye anapatikana mwituni, ambapo ameuleta ujumbe ule. Swali lililobaki kichwani kwa Masumbuko, je, wanakijiji wale watafata hayo ambayo atawaambia? Na je, watamwamini kama ni ya kweli? Na je, watatekeleza jinsi ambavyo inatakiwa?
Haya ni moja kati ya maswali ambayo Masumbuko yalikuwa yakimtatiza sana. Baadaye kauli mbiu ikapigwa. Mwenyekiti Mzee Akili Mingi akawaita na kijiji wote kuja kusikiliza ni kipi ambacho Masumbuko amekuja nacho kutoka mwituni. Wanakijiji walifurika kwa shangwe baada ya kumuona Masumbuko, lakini walikuwa na huzuni baada ya kumuona Masumbuko kuna baadhi ya viungo ana. Basi Masumbuko akaanza kwa kusema, jamani, taarifa nilizonazo sio nzuri sana, lakini ni nzuri kama tu maagizo ambayo nimepewa tutaweza kuyafata. Cha kwanza, niliongozana nao wote wamefariki dunia. Lakini cha pili, kama mnavyoniona mimi tayari nimepata ulemavu wa kudumu. Cha tatu, baada ya kuzima kuna mzee alikuja kuniokoa ambaye anaishi mwituni. Mzee yule alinipatia huduma ya kwanza mpaka nikarejea katika hali yangu ya kawaida. Lakini aliniambia, nilimuuliza kuhusiana na joka ile, akaniambia lile joka sio la kawaida. Binadamu wa kawaida hauwezi na una mabavu ya kupambana naye. Lakini akaniambia zipo njia ambazo tunaweza kuzifata, na njia hizo zikawa ni mwarobaini kwa joka lile. Njia ya kwanza, cha kwanza lazima tuwe tunafanya matambiko kila baada ya miezi 6. Yaani tunachinja mbuzi, tunakamua damu, tunapeleka katika miti ya mizimu. Lakini cha pili, itabidi zile anasa zote kama ulevi tuachane nao, tuwe watu wapya. Kwa kufanya hayo tutaweza kurejea katika hali yetu ya zamani, furaha, lakini pia na shughuli zetu zitakwenda na joka lile litaacha kabisa kutuandama. Baadhi ya wanakijiji walikubali, lakini kuna baadhi walileta ubishi. Wengine wakadai, mimi kweli niache pombe? Haiwezekani abadan, watanipiga, wataniua. Kuna wengine waliamini kwamba Masumbuko ni mwongo, Masumbuko ana lolote. Wengi walimpinga, wachache walimkubali. Debate ikaendelea. Mwenyekiti akaahirisha mkutano na kuwataka wakutane tena siku nyingine. Au wanakijiji watakubaliana na hili jambo? Ili ni suala ambalo hata sisi hatujui. Endelea kufuatilia mwendelezo wa simulizi hapa Joka la Ajabu, kwa sababu kuna mengi ambayo unapaswa kuweza kuyafahamu. Mimi naitwa Jackson, hii hapa naitwa Simulizi TV. Fanya kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata matukio yote ambayo tutakusogezea maeneo hapa.